ni Sports Zone yana Kivona Sports. Watu husafiri mabara mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali ulimwenguni kwenda katika mji wa Madrid ama katika mji wa Catalonia. Lengo ni kushuhudia kwa macho yao mchezo wa El Clasico, vijana wa Los Blancos na vijana wa Blaugrana. Moja kati ya mchezo mkubwa kweli kweli barani Ulaya. Ni mchezo ambao unachezwa haijalishi ni Liga Mabingwa, haijalishi ni La Liga, isipokuwa inapokutana timu ya klabu ya Barcelona ama timu ya Real Madrid, basi mambo hubadilika, jiografia, mazingira na kila kitu katika nchi ya Hispania. Niko hapa ndani ya Sport Zone yana Kivona, naitwa Dos Santos Amisini Mpemba mwenye majina ya Brazil. Pamoja nami niko na mchambuzi Godlisten Muro, tukiuchambua kwa kina mchezo huu. Bana Godlisten Muro, Hamisi JR, moja kati ya mtanange mkubwa kweli kweli. Kispaniola tunahitaji mchezo wa leo ama mchezo wa kesho? Tunahitaji Kispaniola. Mchezo wa kesho. El partido de la mañana. El partido ni the game. De la mañana. Yani ni wa kesho, tomorrow. Ndiyo. Kwa leo tungesema el partido del hoy. Ndiyo. Ambayo inatamkwa hoy. Inaandikwa H-O-Y, lakini Kispaniola neno linaanza na H. Ndiyo. H wage inamezwa kwa sababu inatamkwa kwenye J. Ndiyo. Imeneza Jose Juan. Ndiyo. Kwa hiyo ikishatangulia H inamezwa. Ndiyo. Inakuwa hoy. Ndio maana hakuna Hernandez. Ni Hernandez. Unaanza hivi kinafuata. Bana, huenda ikawa ni safari ya mwisho kwa kocha Carlo Ancelotti baada ya rumors kuwa kubwa kweli kweli kwamba mikoba yake inakwenda kuextend na kikosi cha Real Madrid. Na hii inaweza ikawa ni mechi ya mwisho wanakwenda kucheza kesho dhidi ya kikosi cha Barcelona ambacho kina majeraha ya kuondoshwa katika nusu finali ya Liga ya Mabingwa barani Ulaya. Unaweza kusema kiboko ya Ancelotti amekuwa Hansi Flick. Yep. Sio? Ndio. Kwa sababu tangu ameingia Hansi Flick, Barca haijapoteza mbele. Ndio. Mechi mbili za El Clasico. Sio? Ndio. Ile Super Cup. Ya ligi moja, kwa sababu kesho atacheza ya ligi ya pili. Ndio. Lakini finali ya Copa del Rey, kombe la mfalme. Ndio? Kwa hiyo na bahati mbaya zaidi ile margin ya mabao mengi. Ndio. Unajua ilikuwa inakaa muda mrefu sana. Kuna wakati Madrid ilifungwa 6-2. Sawa? Ndio. Baadaye ndio Pep anakuja kuwafunga 5-0. Ile 2011 Mourinho anakaribishwa pale Hispania. Ndio amepewa Madrid, anakutana na ile Pep na Barcelona yake akina Messi, Iniesta, Xavi, Busquets na kadhalika. Ndio. Lakini nyakati za hivi karibuni Hansi Flick na kina Lamine Yamal wake ndio wamemfanyia balaa sana Madrid. Wamemfunga 5, wamemfunga 4, wamemfunga 3-2. Kwa hiyo hawako katika rani nzuri kwenye El Clasico. Na kila siku tunasisitiza ile sio derby. Derby ni mechi ya timu zinazotoka mmoja. Ile ni El Clasico, kwa Kiingereza the classic game. Kwa Kiswahili mechi ya daraja la juu. Sio? Ndio. Kwa sababu derby ya Madrid ni wao na Atletico. Derby ya Barcelona ni Barcelona na Espanyol. Sio? Lakini ni classic. By the way imeanza kuleta ladha ya derby kwa sababu Clasico kwa sababu ndio wanaweza kawa hawajafika kwenye zile uzani wa kina Messi, kina Cristiano. Uzani wa huku una kina Luis Figo, kina David Lima. Sio? Upande wa pili una Gaucho, una Keneto. Lakini kwa sasa kuna ladha zinaanza kurudi. Kuna kipindi kulikuwa na ladha kabisa. Messi kaondoka, Cristiano kaondoka, unakuta timu si huku na Ferran Torres. Siji upande huku ndo Atisi Benzema. Unakumbuka? Lakini sasa hivi unaangalia utaenda El Clasico utamwangalia Yamal. Ndio. Utamuona Pedri anafanya shughuli zake. Ndio. De Jong utamuona striker wa mpira, Vinicius Lewandowski, upande wa pili una Mbappe. Yaani kuna sura ambazo zinakufanya na kwenda kibanda umiza na wai sebledi kwangu. Ndio. Na wai kumbi wa starehe. Ndio. Kuwai mechi kwa sababu kuna maajabu atafanya Vinicius. Ndio. Kuna vitu atakufanya Rodrigo, ule mpira utafanywa kitu kisichoeleweka. Ndio. Huku Lamine Yamal pia atajibu. Sio? Pedri kuna pasi atatoa, uwanja mzima watu watashika kitu. Sababu wewe ukawa unaangalia Clasico, mechi inaendelea unachezea simu. Yaani hakuna sekunde itakupita kama watu wanafanya maajabu ya kufanya ushike kichwa. Ndio. So ni hivyo, lakini kinachopelekea utamu ni gap la pointi 4 walikuwa nao. Hapo inaweza ikaditabi sasa bingwa msimu. Kwa sababu kama Madrid yanashinda itabakia gap la pointi 1. Hapo moja hiyo atakuwa anaiombea
basi hata isare ikamate sehemu. Lakini kama Madrid anapoteza mchezo, shughuli imeisha, gap litakuwa pointi 7. Utamkamata vipi? Maana yake ni mtu apoteze mechi 3, kitu ambacho ni kigumu na ni ngumu kutokea. Inawezekana umehitaji hapo Internazionale Milan, Nerazzurri, timu ambayo imetoka kuwaondoa Barcelona. Wanaweza kuwa wametumia energy nyingi sana kwenye ile dakika 20, sio masiara. Mechi ilikuwa na intensity kweli kweli. Basi amedominate mechi. Kudominate mechi ni jambo moja, lakini unaweza kupoteza nishati kubwa, kwa sababu kila swali ulikuwa unauliza wanaume wanajibu, unaanza upya tena. Sachi wale kina Cherby, kina Bastoni Alessandro, akina Bisek wale, kina Dumfries, unaona shughuli waliowapa haikuwa shughuli nyepesi. Kwa kama timu itakuwa bado inapitia kwenye huo uchovu, japokuwa sayansi ni kubwa, wameshafanyiwa physiotherapy, wameshafanyiwa fitness training ya maana, lakini naona kama Barca ataingia kwenye mchezo akiwa na fatigue za aina hizi mbili: physical fatigue, uchovu wa kimwili, na mental fatigue. Kuondolewa kwenye ile hatua tena unaongoza bao 3, zibaki dakika 2 mechi ishe, kuna muda wago inafyatua akili. Kama huna kocha ama benchi ya ufundi lenye watu ambao wanaweza kurudisha saikolojia, unaweza mkajikuta mnapoteza tena. Ndio maana moja ya nyakati ambazo ikitokea Barca kapoteza kwa Madrid, sitashangaa ni hii, kama saikolojia itakaa sawa. Rudia tena hapo. Ikitokea Barca amepoteza kwa Madrid, moja ya vitu ambavyo vitanishangaza ni hicho, kwa sababu inaweza kuwa uwanjani wakawa physically wako fit, ila mentally wakawa bado wanauwaza sana mchezo wao. Inahitaji akili nyingi sana benchi la ufundi, kuanzia kwa Hansi Flick kwenda kufanya erase, kufuta kabisa mawazo ya mechi ya Giuseppe Di Meazza, ndio wale wacheze mechi ya kulingana na umri walionao wachezaji wa Barcelona. Not only umri, hiyo waga hainaga umri, hiyo waga inakuja kutokana na ile tunasema nini, mateso ambayo akili imeyapitia. Kwa sababu mechi unaongoza 3-2, mnaenda extra time, mechi inaisha 4-3. Unaona finali ile pale. Ndio ilikuwa rekodi yetu nyingine baada ya finali ya mwisho Barcelona kucheza nini? 2015 dhidi ya Juventus. Hivi ya Juve bao 3-1. Ndio. Huko wamefunga Suarez, alifunga Rakitic, alifunga na Neymar. Upande wa pili alifunga Mandzukic. Mechi imepigwa Olympic Stadium Ujerumani. Ule uwanja ambao 2006 uliosti finali ya Italia na Ufaransa, kama unakumbuka vizuri pale Inter. You understand? Kwa hiyo unaweza ukaona kwa mchezo huu namna pekee Barca kuucheza. Kwanza amini kama mchezo wa Jumanne sio Jumatano kwa kivuli. Alafu aangalie malengo ya msimu huu. Je, pamoja na kuwa tuna Copa del Rey tayari, tunatoka hapa kwenye ligi na Champions League tushaondoka, hapo ndo atakapojiuliza. Kwa Asia kanikoti mtu akasema Muro ameongea kwa sababu Barcelona, mimi sio Barcelona. Moja ya mataifa ambao waga sinaga timu. Sasa hivi ndo na mpango wa kuwa Bilbao kwa sababu ya sera zao. Kwa sababu ya sera zao za jimbo lao wanaotoka laitwa Basque Country, na kwa sababu kufungwa na Manchester. Ni Arsenal tatizo. Kwa hiyo unachoona hicho, lakini Madrid wanaweza kuwa wamerelax. Alishaondolewa UEFA na Arsenal muda mrefu. Kafungwa kwenye Copa del Rey. Ancelotti atataka kumaliza hivi. Miongoni mwa mechi zitachezwa kimbinu mno. Kilichobakia ni ligi tu. Kwa hao wote wawili wameingia kwenye mtego huo. Kombe la mfalme la heshima ndani ndio. Lakini hakuna heshima kama kuipata nini? Primera Division na La Liga. Bonge moja la heshima. Nje ya UEFA, Barca na Madrid heshima yao iko kwenye. So game ndio inakwenda kwa, lakini uzuri zile battle za ndani ya mechi ndio nazisubiria kwa hapo. Lamine Yamal dhidi ya ni Fran Garcia, lakini upande wa pili huku Mbappe dhidi ya defense ya Barca, ambao uzuri timu zote mbili cha kukumbusha tu hapo. Mechi itakuwa na mabao mengi sana. Hawana defense zote mbili haziko stable. Bana, tumalizie na kitu kimoja kizuri sana. Mwanaume wa mwisho na mwanaume ambaye ana mabao mengi sana katika michezo ya La Liga ni Lionel Andres La Puga, mtoto kutoka Santa Fe Rosario, Argentina, akiwa na mabao 18. Mpinzani wake alikuwa ni Cristiano Ronaldo ambaye ana mabao 9 pekee, pamoja na Luis Suarez katika michezo ya La Liga. Unaona vijana hawa wadogo, Kylian Mbappe, Rodrigo, Lamine Yamal, bila kumsahau Rafinha, wakienda kuingia katika rekodi ya ufungaji wa mabao katika michezo hii ya Clasico. Inawezekana. Mbappe ameshafunga mara 2 kwenye mechi 3 alizocheza za Itasi. Similar na Yamal.
sio? Ndio. Na mtu kama Yamal ndo kwanza hata miaka 18 hajafikisha, anaweza kuwa na rani ndefu sana ya kufanya. Mbappe ndo kwanza miaka mingapi sasa hivi? 26 25. Kwa ana rani ndefu ya kufanya. Labda yani kitakachoondoa pale ni pesa ya Saudia. Kiwachomoa pale rekodi zitaishia pale. Lakini kama bado wapo misimu 5 6 wanafika, wana performance kubwa sana, wanafika. Rekodi zinavunjwa vizuri tu. Mabao 18 unaangalia ni wastani mchezaji la wafunga kwenye mechi 20 za klasiko. Sasa hao wote wawili wana possibility ya kucheza klasiko zingine 20 zijazo. Hapo kwa sababu ni hesabu rahisi tu. Walau kama anafunga bao moja kwa mchezo au mwekee tu kila klasiko mbili anafunga hivi goli moja. Maana at least watahitaji klasiko 20 25. Tuombe uzima. Bana, umesema wewe sio Barcelona, sio Real Madrid, lakini una mpango wa kushabikia Atletico Club de Bilbao. Unaendelea kufanya research. Madrid Barcelona unaondoka na nani kesho? Kwenye huu mchezo? Madrid. Yeah. Los Blancos. Pale uwanja wa Olympic wa Olympic wa Barcelona au companies. Bado unaondoka nao. Unaondoka na Real Madrid. Yaani nakubali kina Yamal anachofanya. Ndio. Naondoka na Real. Kati ya Real ya usare. Bana, moyo mwema kujenga madaraja, na huyo ni Godlisten Muro. Mimi nitumie neno moja tu bana, tunashukuru kwa muda wako na kwa kile ambacho umemlisha mtazamaji wa Sports Zone na Kivona. Kuna neno ulitumia nzuri kwamba wametabiriwa mema wale wenye kusudi. Kuna neno mnalitumia sana Waislamu, inna Allah na sabirin. Nalikubali. Asi sentence yangu bora kabisa ya muda wote. Bwana, yeye sentence yake bora ya muda wote ni inna Allah ma sabirin. Wenye kusubiri basi wametabiriwa mema na wako pamoja na Mwenyezi Mungu. Hii ni Sports Zone na Kivona. Tumemaliza hivyo na jahazi tunakwenda kuliweka katika gati na tunatia nanga vivyo, lakini nikukumbusha usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare kile ambacho tunafanya. Usisahau pia kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Hii kazi yote unaiona ni kwa nguvu kubwa ya City Institute Dar es Salaam, Kilimanjaro Institute of Health, bila kusahau Badgers Logistics. Hao ndio wadhamini wanaotupa nguvu kubwa kweli kweli. Shukrani kwa wale wote ambao walikuwa nyuma ya kamera kwa kuhakikisha tunasikika na tunatazamika vizuri kabisa. Lakini shukrani kwa timu nzima hapa, nikiwa na mchambuzi Godlisten Muro. Mimi ni Dos Santos Samsoni Mpemba mwenye majina ya Kibrazil. Nikutakia wakati mwema, kwa heri. Ni Sports Zone ya Kivona Sports.